Easter, ambayo kwa kila mmoja najua mnatarajia ile message ambayo ni ya wakati wa Pasaka, na ninaongea juu ya jambo inaitwa resurrection power. Resurrection power, nguvu za ufufuo. Resurrection power. Na unajua resurrection power ni mtu ambaye alikuwa amekufa na anafufuka. Kuresurrect ni yule mtu alikuwa amekufa akafufuka. Ama pia ushike ya kwamba kuna jambo linaweza kuwa lilikuwa limekaa limekufa katika maisha yako na linafufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini inatupatia nguvu za kufufuka? Nguvu za Kristo za kufufuka zilitoka kwake Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So Yesu alipokuja hapa duniani alikuja na jambo moja ambalo lilikuwa limepotea sana kwa wanadamu. Mungu aliumba mwanadamu akiwa na jambo inaitwa power and authority. Mwanadamu aliumbwa akiwa na power and authority. Nguvu na mamlaka mwanadamu aliumbwa nazo. Lakini wakati mwanadamu aliumbwa, aliweza kupoteza nguvu na mamlaka. Baada ya Mungu kuumba mwanadamu, alisema nawapatia mamlaka, mkatawale ndege wa angani, wanyama muwatawale. Alikuwa anapatia mwanadamu nguvu na mamlaka. Ukiangalia in the book of Genesis chapter 1 and verse 28, unaona Mungu akiwaambia kwamba amepatia mwanadamu mamlaka ya kuweza kutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunaona ya kwamba ukienda Genesis chapter 3, hapo sasa ndio ile nguvu na mamlaka iliweza kuenenda. Baada ya mwanadamu kutenda dhambi, nguvu na mamlaka zikaweza kuondokea mwanadamu. Mwanadamu akawa kwamba sasa hana nguvu na mamlaka. Hata kwa wale wanyama ambao Mungu alikuwa amewaumba, wale ndege alikuwa ameumba, akawa sasa hana mamlaka. Unaona ya kwamba Mungu alikuwa ameumba ulimwengu tunaoona na ulimwengu wa kiroho, na alikuwa ameumba mwanadamu akiwa na nguvu na mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nguvu na mamlaka zini zake Mungu. Na wakati Yesu alipokuja duniani, tukisoma katika Matthew chapter 28, tutasoma Mathayo 28 mstari wa kwanza hadi wa 6. Mathayo 28 mstari wa kwanza hadi wa 6, muone wa mahali ya kwamba Yesu aliweza kufufuka kutoka kwa wafu. Hebu tusome. Baada ya Sabato alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma, Maria Magdalena na yule Maria mwingine walikwenda kulitazama kaburi. Ghafla pakawa na tetemeko kubwa la ardhi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaenda penye kaburi, akalivingirisha lile jiwe na kulikalia. Sura ya hao malaika ilikuwa kama umeme, na mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji. Wale walinzi wa kaburi walimwogopa sana, wakatetemeka hata wakawa kama wafu. Yule malaika akawaambia wale wanawake, msiogope, kwa maana ninajua kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwa kuwa amefufuka kama vile alivyosema. Njooni mpatazame mahali alipokuwa amelazwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo tunasherehekea Pasaka juu ya kufufuka kwake Kristo. Na ningependa ujue ya kwamba Mungu aliyetuumba alikuwa anapatia mwanadamu nguvu na mamlaka. Lakini baada ya dhambi, baada ya mwanadamu kukosea Mungu, akaenenda kwa njia yake, ile nguvu na mamlaka ikaweza kuondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Akakosa sasa kuishi katika ile hali ambayo Mungu alikuwa amemweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa tunaona ya kwamba ile jambo ambalo lililetwa wakati mwanadamu alitenda inaitwa kifo. Na kifo, wacha niseme hivi, akikuwa kwa mpango wa Mungu. Mungu hakuwa amepanga ya kwamba mwanadamu akufe. Hiyo
ilikuja kwa sababu ya kutenda dhambi, ndio kifo kilikuja. Na ikawa ni ya kwamba alikuwa ameambiwa, ukikula kwa mti wa kujua mema na mabaya utakufa. Alikuwa amepewa ruhusa ya kula kwa ile miti mingine, lakini wakati alikula kwa mti ule wa kujua mema na mabaya, kifo kikaweza kuja, kwa maana Mungu alikuwa amesema ya kwamba tusikule, ama mwanadamu asikule kutoka kwa ile mti. Na wakati Hawa aliweza kudanganyika na akatazama, akaona mti ni mzuri, akaona unakaa mzuri wa akila, na akasikia mambo ya kiburi, akaweza kuchukua na akaweza kula. Na kutoka wakati huo mwanadamu akawa sasa amepoteza nguvu na mamlaka ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhambi ndio inafanya mtu apoteze nguvu na mamlaka. Hata siku ya leo sisi ambao tumeokoka, wakati umetenda dhambi, hauna nguvu na hauna mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alikuwa amemuumba mwanadamu akimpatia ile hekima ambayo imetoka kwake. Na Mungu ujue ni muumbaji. Mungu akiumba mwanadamu alimpatia ile hekima ambayo ni yake. Lakini wakati mwanadamu alikuja ulimwenguni, Shetani akaja na ile udanganyifu wa kwanza duniani. Akaambiwa, ukikula kutoka kwa huu mti wa kula mema na mabaya, hautakufa. Shetani anamwambia, si lazima, ama you shall not surely die. Sio hakika utakufa. Unaona uongo wa Shetani ule wa kwanza, ya kwamba you shall not surely die. Sio hakika utakufa. Sijui alikuwa anamaanisha utakufa kidogo, ama ni kujikufisha, ama namna gani. Hiyo ndio ilikuwa uongo wa kwanza ambao ulikuja kwa mwanadamu. Na baada ya kuchukua hiyo uongo, mwanadamu akamkosea Mungu. Na hata na sisi siku ya leo, wakati umeokoka, Yesu Kristo ndiye alikuja kuturejesha kwa ule mtu wa uzima. Mtu ambaye ameokoka ndio anaweza kukaa kwa ule mtu wa uzima. Ule mtu hajaokoka anatembea kwa ile hali nyingine ya kujua mema na mabaya. Mtu ambaye hajaokoka, dunia hii anaona hakuna kitu amezuiliwa. Anaweza kufanya chochote, anaweza kuwa na tabia yoyote, anaweza kutenda dhambi kwa sababu anakula kwa mtu wa kujua mema na mabaya. Wale ambao wameokoka na kuja kwa Kristo, they are eating from the tree of life. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana nikawa nikihubiri mahali, nilikuwa nahubiria wazee wengine mahali, nikawaeleza ya kwamba mwanadamu wakati alipokuja duniani alipata ya kwamba kuna mafundisho ambayo ni ya kidunia. Kuna roho ambayo iko ndani ya mwanadamu ambayo inachukua mambo ambayo sio mazuri, mambo ambayo ni ya kinyume, inaweka mahali. Labda wakati ulijipata duniani ni kwamba ulikuwa na utamaduni ya kwenu, ulikuwa unaamini mambo fulani, imewekwa mahali ndani ya moyo wako, mawazo yako. Ukaja kwa dini, ukafundishwa mengine, mambo mengine iko na uongo, ikawekwa tu mahali pale. Sasa wakati na unajua ya kwamba mambo yale mabaya tulikuwa tumefanyiwa, mioyo yetu inakuwa migumu kwa sababu imewekwa mambo ambayo hayafai. Na tena wacha nikwambie, sio tu kuwekwa, imewekwa, imefungiwa mahali. Hebu tazama. Unajua juzi mwalimu akawa akitufunza akatuambia, unajua uko na hali tatu za mawazo. Unajua wewe mawazo yako hiyo, unajua vile unakaa, mawazo yako iko namna tatu. Iko ile mawazo ambayo tunaita conscious mind. Wale wanasoma Kiingereza, conscious mind. Ile conscious ni ile mambo tu unafahamu na unayajua na unakufurahisha. Kuna mambo mengine nayo hauyafahamu, unayafahamu lakini haujayafahamu kabisa, inaitwa subconscious mind. Na hiyo hatua ya tatu, kuna yale mambo imewekwa mahali inaitwa unconscious mind. Bwana Yesu asifiwe sana. Hali tatu. Sasa mahali ambapo kazi mbaya mwanadamu alifanyiwa ni pale mawazo ile ambayo hawafahamu kile kitu kiko ndani. Iliwekwa wakati ulikuja duniani, ukapata ya kwamba kuna mambo yamewekwa mahali pale na yamekuwa fortified. Yaani yamefungiwa mahali pale. Yale mambo mengine si mambo mazuri, lakini wewe unayatetea kabisa. Unakaa unatetea yale mambo. Yaani unaambiwa
wewe tukikuangalia una roho ya hasira inafanya kazi ndani yako. Na unasema hapana, mimi sikuwa na hasira. Hiyo mambo ya hasira mimi niliokoka ikaisha. Lakini kwa sababu imefungua mahali pale. Kuna mahali imefungiwa hata unakosa kuamini wakati mwingine. Hata hivyo watu wanakuambia na watu ndio wanakutazama wanaona kuna roho wa hasira. Mwingine ako na roho wa wivu. Na nyinyi mnanioneanga sana. Ni roho wa wivu tangu niokoke sikuwahi naye. Na watu umeonekana kwa sababu ile roho wa wivu umefungiwa mahali kabisa. Iko fortified, yani imejengewa. Na mahali imejengewa, hata kama umeokoka, unapata ya kwamba nuru ya Mungu inakosa kumulika mahali pale. Ni kama haujaikubali na unatetea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio hali ambayo iko Mungu ametuita katika wokovu, kwa maana kuna mambo iko ndani yetu ambayo ni si ya ufalme wa Mungu, lakini tumeweka yametetea. Na ndio tunaambiwa kwamba wakati neno linasema katika Warumi 12 mstari wa kwanza kwamba tukubali ya kwamba Mungu anatusihi ya kwamba tujitoe miili yetu kama dhabihu iliyo hai na mawazo yetu ibadilishwe isikae kama mawazo ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Mawazo yetu ikikaa kama ya dunia, hautajua mapenzi ya Mungu yaliyo makamilifu. Hautajua mapenzi ya Mungu kama hujabadilishwa mawazo. Kwa hivyo baada ya kuokoka tunafaa kubadilishwa mawazo, kubadilishwa mawazo yalingana mapenzi ya Mungu, mapenzi ya Mungu yaliyo mapenzi makamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wa Pasaka tunakumbuka kufa na kufufuka kwa Kristo. Na ningependa ya kwamba ujue kuna nguvu. Mungu ako na nguvu ambayo sisi hatuwezi fahamu inafanya kazi namna gani. God has power ambayo hata huwezi fikiria iko namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Yesu alipokufa, watu huwa wanashangaa siku 3 kaburini alikuwa anafanya namna gani? Unajua nini Yesu alikuwa anafanya wakati alikufa? Wakati Yesu alikuwa kaburini pale siku 3, hakuwa amekaa namna hiyo. Alikuwa ameenda pale kuharibu zile nguvu za kifo na za mauti, alikuwa ameenda kuziharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pale ndiye alienda akashambulia ufalme wa giza. Ile funguo ya uzima ya mauti akaweza kunyang'anya shetani. Na Jumapili iliyopita tukasoma Wakolosai 2 mstari wa 14. Inasema ya kwamba the devil was disarmed. Alinyang'anywa zile silaha alikuwa nazo. Zile silaha alikuwa anazitumia, alinyang'anywa silaha. Ile kitu anatisha watu naye ni nguvu. Na wewe sasa umeokoka, wewe umepewa silaha. Silaha ambayo ni ya kupigania maisha yako. Mahali shetani ameinukia maisha yako, unakuwa pale sasa ni wa kupigania maisha yako. Wewe utaclaim victory yako mahali shetani ameshambulia. Unajua ni eneo gani shetani anashambulia. Bwana Yesu asifiwe. Ile kazi Yesu alifanya wakati alipoenda pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka uone nguvu za Mungu. Nataka uone Mungu akifanya kitu ambacho mwanadamu hawezi kufanya. Ukisoma katika Mathayo 27 mstari wa 50 mpaka 55. Yesu alikuwa pale na akahubiria roho za watu ambao walikuwa wamekufa mbeleni. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaishi watakatifu waliwahubiria injili. Na aliwahubiria injili na wale wa kuamini wakaamini na wakaonekana katika barabara za Yerusalemu wakitembea huko. Napatana mtu alikuwa yaani Mungu hakusahau kabla Kristo hajakuja. Mungu hakusahau wale walikuwa wamekufa mbele ya Kristo kufika. Walishughulikiwa hata hawa. Wale walikuwa wamekufa na ni watakatifu. Ama Biblia hata usome uone Biblia kama isema watakatifu. Walihubiriwa na wakaweza kuamini na wakaweza. Kwa hivyo Yesu Kristo aliweza kuchukua zile funguo za uzima na mauti na akaweza kunyang'anya shetani silaha zile alikuwa nazo. Kwa hivyo huwa tuna shida na mtu ambaye silaha alinyang'anywa. Wewe kukutisha na kutisha ati yako na silaha. Hana silaha. Nguvu yako nazo. Wewe ndio uko na silaha. Wewe chukua zile silaha. Pigania ile hali ungependa ipiganie ndani yako. Sijui ni roho gani imekuwa imekuinukia. Kwa maana hizo roho zote zimetuinukia, zote Kristo aliweza kunyang'anya zile silaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua wakati watu hawajafungua, unajua duniani unaweza sikia watu waking'ang'ana wakijigamba ya kwamba wamefanya ufunguzi ama wamejua mambo haya na yale mengine. Lakini nataka nikuambie, Paulo kuna jambo alisema, alisema ya kwamba in the book of
In the book of kama nilikuwa hiyo scripture, lakini nitaweza kuwapatia. Kuna scripture Paulo alisema kwamba his only desire is to know Christ, only to know Christ and the power of resurrection. Alisema natamani tu kumjua Kristo. Kuna mambo mengi pia angependa kujua, lakini Paulo akasema natamani kujua Kristo na nguvu ambazo zilimfufua kutoka kwa wafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama hiyo ndio shauku lako siku ya leo. Ndio umeokoka, lakini nataka nikuulize, hiyo ndio jambo ungependa kujua sana. Kwa maana hizi nguvu za kufufuka kwa Kristo, hizo ndizo nguvu pia zilifanya kazi wewe ukaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati uliokoka haikuwa rahisi. Ulikuwa na protect unbeliever. Ulikuwa umetunza ya kwamba wewe unataka kuokoka. Ulikuwa umetoa umeshika ya kwamba kanisa letu ni kama halijaamini mambo ya wokovu. Lakini wakati ulikiri maneno machache tu, kutoka siku hiyo wewe ukawa umeokoka. Zile nguvu zilimfufua Kristo kutoka kwa wafu, ndio zile nguvu pia zimeokoa wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa kwa kweli umeokoka na unataka kuendelea na wokovu, ikiwa kwa kweli umeokoka na unataka Mungu akushindanie, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana sio wote ndio wameokoka, kwa sababu kuna kuokoka na kuendelea kufanyisha wokovu wako kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima ufanyishe wokovu wako kazi. Ukikaa tu bila kufanyia kazi, kama wewe hautaweza kufanya upya mawazo yako, yasirikana ile mawazo ya beleni pale beleni kabla hujaokoka, utakaa tu unasema nimeokoka lakini haujaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima useme natamani kumjua Kristo na nguvu ambazo ziliweza kumfufua kutoka kwa wafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu ameshatupatia ushindi. Lakini ile Mungu hawezi kukushindania ni ile jambo haujampelekea. Shetani ndio amekuseta mahali. Anataka akuweka katika hali ya kushindwa. Lakini wewe ile jambo utampelekea, utaona Mungu akikushindania. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nashukuru Mungu hapa ya kwamba kuna siku kadhaa tulikaa watu wameshindwa hapa. But Mungu akanena vizuri ya kwamba he is going to give us a new beginning. Bwana Yesu asifiwe sana. Si wale shetani alikuwa amepata nguvu nyingi, ati silaha ako nazo. Tulikuwa tumeshashauriwa na mtu hana silaha. Na wakati sasa kuna wengine wameanguka akasema tunaomba, kwa sababu naamini ile kanisa limeanza kuchukua ile jambo la maombezi. Nilikuwa nalitaja hapa kila wakati, lakini watu wengine wako wameshika lile jambo. Lakini sasa najua ya kwamba kuna wale ambao wameshika ya kwamba kuna kule kuomba, kuna kule kuitisha haki yetu. Hatufai kuja kwa nyumba ya Mungu tutoke tu watu ambao hawana nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunafaa kuja hapa tuhisi zile nguvu za wokovu, za ufufuko, the power of resurrection. Yaani hali yetu ya sifa ilikuwa imepelekwa chini mpaka tunakaa kama watu wako pale. Kama watu wamewekwa kaburini na wamewekelewa jiwe. Sasa tukisifu ni kama hata hakuna mtu anaweza kutoka pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hebu niwaambie wapendwa, kila mmoja wetu ana nafasi ya kupigania ile nguvu tunahitaji hapa. Nguvu za Kristo ambazo zilimfufua ziko pale kutenda kazi ile tunahitaji. Ndio tukija mahali kama hapa vile tumekuja siku ya leo, tunakuja na tunasikia kwamba tumepata nguvu ya kuendelea. Hatufai kuja hapa tutoke kama unasikia kama kuna mizigo umeekelewa. Hapana, unafaa kuja hapa umeshiku mpaka Mungu amelainisha mahali ulikuwa unasikia tunda. Ile uchovu, ile kuchoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana unafai kuja kwa nyumba ya Mungu usikie tu ni kuchoka, umechoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui ni jambo gani hilo. Yesu nguvu zake zilizomvua ni kubwa. Na ndio zimekuokoa wewe. Na hata hiyo hali bado unasikia imekushinda, hizo nguvu zake zitakushindania. Kristo atakushindania hizo nguvu kwa utaweza kumpatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nashukuru Mungu kwa sababu juzi nikaenda kwa maombi na nikasikia kwamba kuna tunafaa kuwa na hasira dhidi ya shetani. Wakati unasikia shetani kuna kitu amechukua ndani yako, unajua saa hii umekuja kanisani kwa maana mwili wako haukuwa na maumivu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Lakini najua tuna shida moja ya Wakristo ya kwamba huwa tunaomba sana wakati magonjwa imekuja. Hatufai kuomba tu wakati magonjwa imekuja. Tunafaa kuomba hata kabla hatujagonjeka. Sasa kwa hivi ndio wakati wa kumenyana na ile silaha za shetani za magonjwa yanaleta ndani yako. Lakini mara nyingi wakati uko hatuna magonjwa, hatuna maumivu yoyote, maisha tunayachukua ya kawaida. Hapana, wakati huo usichukue ya kawaida. Shetani hajarara, bado anafanya mbinu, jambo bado anafanya mpango ya vile anaweza kukushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haifai kuwa ati routine ya kwamba unatoka kwa hili ugumu huu ukienda kwa ule mwingine. Our God is a victor, na ni mpaka tujue kuinuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaenda pale nikaweza kufahamu ya kwamba tuko na nguvu zingine ziko ndani. Na wamama nikasikia Mungu amewaumba na nguvu zingine za ndani. The strength of our woman. Kuna nguvu zingine ziko ndani. Ya kwamba haukai ukifurahia wakati unaona shetani ameshambulia. Yaani unakaa kule ndani yako kukuwe na ukali dhidi ya shetani. Kuwa na ukali ya kile unaona shetani ameleta ndani yako. Wakati una jambo ni magonjwa ni jambo hilo ambalo ameleta. Unamwendea na unamwonyesha ya kwamba yeye hana nguvu na hana mamlaka, hana silaha. Kwa hivyo wewe ukimwambia aondoke, yani kunaingia ndani yako, niseme nguvu gani? Sisi ambao huwa tunaweza kujiona kama tuko dhaifu, lakini hebu nikwambie uko mdhaifu. Wewe ukitaka kuinukia shetani utamuinukia. Utatoa kama ile roho inakuaga. Nani anaona hiyo inaitwa a lion, ama kuna ile simba wa kike anaitwa lioness. Yaani kuna mtoto wa lioness anaweza kuja ashukuriwe na mtu na mwingine hapo kweli? Kunaye? Nasema lioness unajua ni nani? Ile lion simba ule wa kike ana watoto hapo. Kuna mnyama mwingine anaweza kuja achukue wale watoto? Hawezi. Na tunafaa kuwa na mdahili. Hata na sisi kwa sababu kuna yale Mungu ametupatia. Lakini kama huwa tuwaachilia kwa urahisi, kama vile Hawa aliachilia pale shambani mwa Edeni, wakati mwingine tunaachilia, uko na nguvu nyingi, na hizo nguvu ni Mungu amekupatia. Ulinde kile uko nacho, ulinde mtoto aliye naye. Lakini kama unaenda baada ya kuchukua roho ya lioness, jue na mimi shetani hauchukui. Shetani hauchukui huyu. Shetani hauta Bwana Yesu asifiwe sana. Tunafaa kukatalia pale. Wakristo tumepewa ile jukumu tupigane. Bwana Yesu asifiwe sana. Pigania watoto wako, pigania kanisa hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ukiwa nyumbani, usikojee Jumapili peke yake unakuja ati bado unataka. Unaona kama sasa tumekuja hapa tunafurahia. Unafikiri shetani anakuwa na furaha? Tukienda tuanze tukose kuomba. Tukose kuombea ibada kama hii. Tukose kuomba neno lile tunasikia hapa. Tutakuja tunatoka tukua wakavu. Kwa sababu tumekataa kuwa sehemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe umeokoka na una nafasi yako ya kupigana. Mimi nimeokoka nipigane, wewe umeokoka upigane, ndio maisha yetu iweze kubadilika, kwa sababu Mungu wetu ako na nguvu. Na leo nataka nikutangazia, hata kama nitakwambia mambo mengi, nikwambia kwamba kuna nguvu ambazo zilifufua Kristo kutoka kwa wafu, and they are still available for your purpose. Bwana Yesu asifiwe. They are available for that need. They are available for that issue. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua issue zingine tulikaa kwa nyumba. Kuna mambo yanatendeka, lakini kama ulikubali kukaa nayo, hapana usikae naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, usikae kama ulitosheka. Na usiwe kama ati uliona sasa hii haiwezekani, hii haiwezi kubadilika. Nini haiwezi kubadilika? Nini Mungu hawezi kubadilisha? Anayeweza kufufua mtu amekufa, ambaye anaweza kufufua wafu ambao walikuwa miaka nyingi, ambaye aliwapatia pumzi ndio akaweza kufuka tena wale walikuwa wamekufa wakaonekana, ni jambo gani hawezi kufanya? Bwana Yesu asifiwe sana. Nini hiyo Mungu hawezi kufanya? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wapi hapo Mungu hawezi kuingilia? Ni yule unamwombea hajaokoka, unaona kama Mungu hawezi kumuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye aliyekuokoa anaweza kuokoa huyo, unaona kama ameumisha moyo wake sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ndio Mungu amekuweka pale uwe nabii juu ya hiyo jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Mungu alimuita Ezekieli akamtembeza katika bonde ya mifupa mikavu, na akamuuliza kama hii mifupa inaweza kuishi. Aliambiwa namna gani? Akamwambia namna gani? Atilewe Mungu unajua. Unajua mara nyingi tunapenda kusema kuambia Mungu tu ndiye anajua. Lakini ndio kweli Mungu anajua.
Na hata kama Mungu anajua wewe ndiye amekuweka kuwa nabii, alimwambia Ezekieli, hebu natabiria mifupa hiyo imekuwa mikavu. Na akaweza kutabiria mifupa mikavu. Mifupa mikavu ikaweza kujazwa na hata nyama, ikaweza kuwekwa hata na pumzi, ikawa hai kutoka wakati ule. Na alisema namna gani? Hii ndio hali ya wana wa Israeli. Kuna hali zao zinakaa ngumu namna hiyo, kama mifupa mikavu. Hiyo hali unaona iko ngumu. Yaani huyo unaona ni next to impossible. Huyo unaona hawezi kuokoka. Hiyo ugonjwa unaona hawezi kupona. Hiyo ni hali unaitazama unaona ni hali imekufa. Yaani imezikwa na sasa imewekwa kwa kaburi ya sahau na haiwezi kufufuka tena. Nataka nikuambie our God anaweza kufufua hiyo hali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anatazama mume wake anamwambia anaona huyu ni mlevi sana. Huyu huko hawezi kutoka. Alifanywa hiki na kile kingine. Ni nini hata sisi hatuko tumefanywa? Tumezaliwa kwa familia zilikuwa za ulevi na Mungu akakuchomoa tu pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani sisi hatuko tumefanywa ndio tutolewe pale na wengine bado wako pale? Ni kwa sababu Mungu anaweza. Lakini kwa sababu wewe umetazama ukaona hii mfupa ni mkavu sana, huyu hawezi kuishi tena, hii hali haiwezi kubadilika, wewe umeamini namna hiyo. Nataka nikuambie, wacha kuwa na hiyo imani. Tabiria hiyo hali imekauka. Bwana Yesu asifiwe sana. Every time you pray, kila wakati unapoomba, muitishe. Si ni pumzi tu ya kuongea, si tunaongea mambo mengi sana. Wakati umeenda huko na huko, si huwa tunaongea mambo mengi siku yote unaweza wacha mtu wamekubaliana mtu wanaongea, uende town na hata uvike upate bado wanaongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ya kuongea juu ya hali ambayo ni yako ndio imekuwa ni ngumu, na ukimwambia Mungu anaweka katika hali ya kuokoa na anaokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Our God can resurrect every kind of a situation. Hiyo hali, na nataka uangalie maisha yako, utazame hiyo hali ambao unaona iko ngumu sana, hiyo imekauka sana, hiyo naona haina matumaini, hiyo ndio Mungu anaenda kubadilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, na wewe ndio utafurahia hiyo hali ikibadilika, kwa maana umekuwa ukiomba ukiona kama haiwezekani. Nani angefikiria kwamba inawezekana? Unajua Mungu anafanya yale mambo mwanadamu hawezi, ndio amuonyeshe mwanadamu yeye alimuumba, ako na nguvu zote na anatumia hekima yake. Ile hekima ya mwanadamu kuna hekima ya kiumbe, sisi ni viumbe wa Mungu, na kuna hekima ya Muumba mwenyewe, na haiwezi kulinganishwa. Hii hekima ya mwanadamu, hekima ya kidunia haiwezi kumlinganishwa na hekima ya Mungu, kwa maana hekima ya Mungu ndio itakupatia matunda ambayo wewe mwenyewe unatarajia. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo wa mwanadamu ni mgumu, na Mungu alipromise this salvation. Hii wokovu ambao tunafurahia ni Mungu alitabiria. Ukisoma katika Ezekiel 36, unaweza kuandika Ezekiel 36 kuanzia mstari wa 25. Unaeleza ya kwamba moyo wa mwanadamu ulikaa umegumishwa na mambo mengi ambayo umeshashika hapa duniani. Mioyo inakaa migumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua watu wanasema kuna watu wako mioyo migumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hebu nikwambie, ndio wako na mioyo migumu, lakini Mungu mwenyewe ni nguvu zake, sio nguvu za mwanadamu, ni nguvu za Mungu zitafanya ile moyo, itafanyia ile moyo kazi. Mungu alisema ya kwamba atabadilisha hiyo moyo ulio mgumu. Hiyo moyo unakaa kama jiwe. Mungu anasema atabadilisha ule moyo na atapatia mtu moyo ambao unakaa moyo wa nyama, unaamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Nani haamini hivyo ndivyo Mungu alifanya? Mioyo yetu ilikuwa migumu kama wale hawajaokoka. Ilikuwa namna hiyo, haikuwa tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Mioyo yetu ilikuwa kama wale. Lakini hebu nikwambie siku ya leo, hiyo moyo ilikuwa haiamini mambo, hiyo sio niko naye siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alibadilisha akaweka moyo mwingine. Unaamini mambo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile alibadilisha, sio ile najua moyo, najua ile spirit, kuna ile mtu wa ndani. Ile moyo mtu wa ndani alikuwa nayo, sio ile niko nayo wakati huu. Kwa maana mambo ya Mungu nilikuwa naona kama ni yale hawezekani. Lakini siku ya leo utaniambia kile hakiwezekani, nikwambie hii kulingana na Mungu inawezekana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alituletea ufufuo ya yale mambo yamekufa. Na jambo la kwanza alitufufua ili tupate uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuokoa na nguvu za ufufuo. Kitu kimoja inakuondolea ni ondoleo la dhambi ili ushiriki uwe wa kupata ule uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Uzima wa milele ambao kila mmoja ameamini Kristo ameweza kupewa. Ameweza tu kuwa ni kuamini na amini tu, halafu wewe unakuwa unahesabika mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuamini ya kwamba Kristo alikufa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zako, mambo inabadilika na inakuwa ni ya kwamba jambo la kwamba sisi tunajipatia ni ule uzima wa milele. Jambo la pili ni yale mahitaji unayohitaji. Wakati Mungu alirejesha nguvu na mamlaka, alirejesha nguvu na mamlaka ili wewe na mimi tukaweze kudai ambacho shetani anachukua kwetu. Kuna sijui kitu gani kimeigua kwako. Kuna wengine wameigua ni furaha, kuna wengine hawana amani. Hata kama umeokoka unakuwa hauna amani. Lakini hebu nikwambie siku ya leo, kuna wokovu, kuna amani, kuna uponyaji, yale mambo yote kuna hicho ambacho unahitaji. Kile unahitaji kwa Mungu kiko, ni wewe uamini ya kwamba Mungu ndiye ako nacho. Kwa maana mara nyingi tumekosa kuweka imani yetu kwa Mungu mwenyewe. Unaweka mambo kwa hali za kwa watu wengine, unatumainia watu, lakini kwa utatumainia Mungu, your miracle is there. Yesu bado ndiye ako pale. Wakati alifufuka, unajua mahali anakaa pale kuume kwa Baba, na pale hapo ndio sasa urejesho wa kila chochote tunahitaji unatoka pale. Wokovu unatoka pale, uponyaji unatoka pale. Ndio aliweza kusema pale msalabani imeisha. Lakini yote iliisha wakati aliweza kuwa kuhani mkuu wetu, akikaa mbele za Mungu ni kuhani wetu mkuu, ya kwamba kile unaitisha kwa Mungu unaweza kukipokea. Bwana Yesu asifiwe sana. The power of resurrection, nguvu za ufufuko. Hiyo hali umetazama, hiyo hali unaona imekufa, inaweza kuishi tena. Yes, hiyo hali inaweza kuishi tena. Hiyo uhusiano shetani amemaliza. Hiyo jambo unaona, wakati tunaenda mbele za Mungu, hebu tupeleke mahali ile ambacho amekunyang'anya. Hiyo ndio unafaa kwenda upigane na kungojea nguvu za Mungu, na hizo nguvu za Mungu zitakufanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui nikwambie ni siku hiyo, lakini nataka utoke ukijua kwamba wewe mwenyewe you are going to proclaim your victory, kwa sababu victory yako imeshafanyika, victory yako imeshapatikana, ule ushindi wako umeshapatikana. Ni wewe tu sasa uende kwa Mungu and you claim that victory. Itisha ile ushindi, hiyo ushindi na utaka hapo nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ushindi na utaka kwa watoto wako ambao unaona hali sio jema, enda kwa Mungu. Shetani amejaribu, unajua alichukua nguvu na mamlaka. Sasa ile unaona wakati pale mwanzo nilikuwa nakumbuka ya kwamba shetani anaweza kutumia nyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini siku ya leo sio roho ya nyoka peke yake inafanya kazi. Kuna roho fulani inatuma kwa mtoto na ameshatumwa roho fulani. Ile roho inafanya kuwe na hiyo tabia. Na hiyo ndio roho ile shetani ameweka ndani yako. Na ndio nafaa kunang'ana hiyo roho. Na uende mbele za Mungu na mwambie Mungu Baba, ingililia hapa, nipiganie hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alishinda, he is there enforcing our victory. Na nguvu zote za shetani pale ziko miguuni mwake. Lakini una kazi. Wewe mwenyewe ndio utafanya kazi ya kuleta zile nguvu zinakusumbua chini ya miguu ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio miguu ya mwingine. Sio kwa miguu ya mitume, ni chini ya miguu ya Kristo. Mitume wanafaa kukuelekeza kwa Kristo, ndiye ambaye nguvu zote za shetani ziko chini yake, na ndiye aliweza kunyang'anya alinyang'anya shetani funguo za uzima na za mauti. Kwa hivyo siku ya leo tunaweza kufurahia wokovu. Siku ya leo tunaweza kufurahia wokovu. Siku ya leo Mungu anaweza kushindania. Siku ya leo the power of resurrection is with you, but you are going to enforce that victory. Usikae pale tu ati umeshindwa. Hapana, amuka.
hujashindwa. Mungu wetu ako na ushindi wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo siku ya leo sidhani nina ujumbe mwingine wa kuweza kuelezea. Nataka niwaelezea kuna hizo nguvu, na hata siku ya leo bado nataka tusimame zote, tusimame. Tutaita zile nguvu za Mungu, zile nguvu za ufufuo wa Kristo zifanye kazi maisha